Na mpasi na shaka hujambo, karibu tuzungumzie taarifa za michezo kupitia kipindi cha Viwanjani. Leo ikiwa ni Disemba 5 siku ya Ijumaa, ambapo tunakutana hapa kuzungumza taarifa zile ambazo zimekusanywa kutoka kwenye dawati la michezo. Maeneo mbalimbali yameguswa hapa nchini Tanzania, barani Afrika, bila kusahau kimataifa nini ambacho kinazungumzwa. Tutaenda kujua yote ambayo yanazungumzwa kupitia kipindi cha Viwanjani ambacho mara zote kinaangazia taarifa za michezo kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na siku ya Ijumaa, kama ambavyo leo tunakutana kwa maana dozi ya siku 5 kwa wiki, ambapo unapata takriban saa 3 za kuzungumza nasi kupitia kipindi cha Viwanjani. Ni moja kati ya vipindi ambavyo vinajizatiti na kuhakikisha kwamba vinakupatia kile ambacho unahitaji kusikia kutoka kwenye kona mbalimbali za dunia. Kama ambavyo Viwanjani leo itaenda kuzungumza nawe mengi, lakini nikukumbushe kwamba kuna mengi sana ambayo yanaendelea kwenye viwanja vya michezo, lakini maandalizi, timu mbalimbali zikifanya maandalizi, hasa timu za taifa ambazo zinafanya maandalizi ya kuelekea AFCON 2025, AFCON ambayo inachezwa kule nchini Morocco. Nini ambacho kitafanyika wakati ambapo kikosi cha Taifa Stars cha awali kimekwisha wekwa tayari? Je, nani ambaye ataondoka na kikosi hicho ama nani ambaye atabaki? Ni miongoni mwa matamanio ya Watanzania kuweza kujua ni nani ambaye atakuwa ni sehemu ya kikosi cha Taifa Stars, lakini wengi wamekwisha kuona tayari kuna mwanga, pengine kuna wachezaji ambao hawakuwepo katika kikosi kile ambacho kilitajwa awali. Je, unatarajia kwamba kuna mabadiliko yanaweza katokea? Hayo yote tutaenda kujua hivi karibuni, wakati ambapo kocha ama kaimu kocha mkuu wa kikosi hicho Miguel Gamondi atakuwa akifanya uchaguzi ama uteuzi wa hao wachezaji ambao wataelekea kule nchini Morocco na Taifa Stars. Mbali na hapo, ligi kuu ya NBC iliendelea jana tuliposhuhudia michezo miwili ikichezwa, wakati ambapo wananchi Young Africans walikuwa wakicheza dhidi ya Fountain Gate, Simba Sports Club wakicheza dhidi ya Mbeya City. Michezo yote miwili iliyomalizika kwa timu za nyumbani kupata ushindi, kwa maana Young Africans kuibamiza Fountain Gate mabao 2-0, wakati Simba Sports Club waliweza kuitandika Mbeya City magoli 3-0. Tukio la Mohamed Bajaber kuingia na kuweza kuweka mpira nyavuni ilikuwa ni miongoni mwa matukio makubwa ambayo yaliamsha hisia kubwa kwa mashabiki wa Simba ambao walikuwa ndani ya uwanja, lakini pia wale ambao walikuwa wakifuatilia mpira kupitia Azam TV. Kama ulikuwa unafuatilia kupitia Azam TV Max app, basi nikwambie ni miongoni mwa njia ambazo tumeziweka ili uweze kutufuatilia zaidi, lakini unazo pia njia nyingine za kutufuatia kupitia kisimbuzi cha antena dish camcard, ama wewe pia ambao unatufuatilia kupitia Azam TV Max app. Tunaendelea kukushukuru kwa sababu ni miongoni mwa njia bora zaidi za kutupata pindi ambapo unakuwa nje ya runinga yako ama pindi ambapo unakuwa kwenye majukumu yako mengine, basi unaweza kutufuatilia. Kama wewe ni mmiliki wa Android ama simu yote ile ambayo inaweza ikapokea internet ama kifaa chochote kinachoweza kupokea internet, basi tunakukaribisha uweze kujiunga na familia kubwa hiyo ya washindi ambao wamechagua Azam TV Max app. Mimi Wangasori nazungumza naye kutoka Tabata TOT Dar es Salaam kama kwa Azam TV alipo, lakini utazungumza pia na Rashid Hamis the Heavyweight Pandit, mchambuzi ambaye atakuwa akituletea ufafanuzi wa yale yote ambayo tutakuwa tukijadili, bila kumsahau Michael Yera ambaye naye yuko hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Karibu tu wote mpaka tamati ya matangazo haya, itakuwa ni majira ya saa 6 kamili za mchana. Karibu tu wote. Shwari. Shwari kabisa. Mambo yanaenda? Alhamdulillah. Uko vizuri? Tamam. Okay, Michael. Hujamaliza ile ngida nini sijui ya Ngida Jamila. Hawezi kujua huyu mtu atoka mipakani huko. Musoma hajafika ile? Hajafika. Hata Dar es Salaam hajayokota. Kwa mimi kutoka mpakani. Yaani akinichanganya kifanya hivi tu hivyo. Ayupo. Ukifanya hivi. Ayupo. Mimi kutoka mpakani kwa kuhusu nini? Alikuwa nakusemea ukweli. Si kweli? Ukweli hapa. Hapana, mimi sitoki mpakani. Wapi? Mambo vipi? Bwana shwari. Shwari. Niko vizuri kabisa. Jana mwanangu Rashid alifurahisha sana. Kuna kitu aliweka sehemu fulani nikasema, wewe una akili. Kitu gani? Mwanangu familia. Au dadi unasemaje? Mimi Haupo. Siboko. Basi. Unaendelea mpaka umechoka sana Mangasole leo. Nimechoka, wewe ndio umechoka. Wewe unajisemea wewe. Wewe unajisemea wewe. Umechoka wewe. Unasikia? Sema nini? Mwambie tu, mwambie. Mimi niko shwari. Inawezekana niko shwari. Yeye sio mtu mzuri. Gom's nature. Hapana, niko shwari. Mambo yanaenda. Tunashukuru Mungu. Jana matukio mengi sana yametokea. Wakati tukifuatilia michezo miwili, ndio mchezo wa awali Young Africans dhidi ya Fountain Gate, lakini mchezo ambao ulikutanisha Simba dhidi ya Mbeya City. Tukio kubwa ni Mohamed Bajaber baada ya kuingia first touch na kuwa ni goli. Usichambue lakini. Sasa kuchambuaje sasa? Unataka afanyaje? Yeye anasikia ninachomwambia. Ndio unakusikiliza, kwa nini nimefanyaje? Kwa hiyo itikia.
Sawa. Michael. Kafunga goli zuri. Mtangazaji wewe, kipindi utakifanya nusu saa kimeisha hivi. Sawa. Leo kama Ijumaa kwako leo ni ngumu sana. Lazima tuko vizuri. Lazima kipindi cha nusu saa kimeisha. Twende nyumbani. Sawa. Sasa leo tutaanza kuangalia yale ambayo biliani au mandi. Yale ambayo biliani au mandi. Mandi zinakuwa na nyama. Mandi zote zinakuwa na nyama. Zote zinakuwa na nyama. Au labda nataka nini kati hivi viwili? Kama ikutana na wali wenye rangi na utakutana na nyama. Ila biliani itakuwa na nyama. Kwa nini umenipa uchaguzi wa hivyo viwili? Kwa nini usinipe mimi nichague ninachotaka? Ndio maana nakwambia chagua sasa kati hivi viwili. Basi siwezi kuchagua katika hivyo viwili. Siwezi. Kwa sababu leo si Ijumaa. Sawa. Na sisi katika mambo ya kukariri na mimi tunaamini leo ndo kwenye mapokeo, sio ukariri, mapokeo. Na mimi na leo ndo watu wanapiga biliani na sasa huwezi kunipa A na B, nipe C pia. Basi utajichagulia wewe. Kuna plan B pilau. Na kuna plan B A. Pilau, mandi na biliani. Nataka nini leo? Vinywaji. Maziwa, chai, hapo maziwa. Si unaona? Maziwa. Wewe unataka mimi nile. Option yako iko mbali sana, nafasi ya 4. Option pewa 2 umezishinda 3, umeshinda na 4. Tuanze kuangalia yale ambayo tunayo na wakati huu nikukumbushe kwamba tupo kwenye soka letu. Soka letu linaanza kuangazia taarifa ambayo jana imetokea kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam, wakati ambapo wananchi Young Africans walikuwa na kibarua kucheza dhidi ya Fountain Gate, mchezo wa 4 kwa Young Africans kucheza, mchezo ambao ulishuhudiwa Young Africans wakibuka na ushindi magoli 2-0. Ni goli la mkwaju wa penalty la Prince Dube, lakini baadaye Pako Mzuzu akitokea bench akaja kufunga goli la pili ambalo lilisababisha Young Africans kuondoka na alama zote 3 muhimu. Ilikuwa ni siku maalum kwa Djigui Diarra ambaye alikabidhiwa siku hiyo kwa sababu ya kile ambacho alikifanya kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya JS Kabylie. Lakini kilichojiri ni kile ambacho tuliweza kukiona Young Africans golini akiwa Mtwalbu Msheri ambaye alikuwa anaongoza safu ya ulinzi ya Young Africans mpaka dakika zote 90 akiondoka na clean sheet. Ni moja kati ya mechi ambazo zilikuwa na mengi sana kuzungumza, ndio maana wachambuzi wangu wako hapa studio kuweza kuhakikisha kwamba tunapata ufafanuzi wa kile ambacho tuliweza kukishuhudia jana, wakati vijana wa Pedro Gonçalves wakiwa wanachuana katika mchezo huo ambao walikutana na kikosi cha bwana Mohamed Laizer, si ndio? Sawa, tuanzie hapo maana ulikuwa na hamu ya kuchambua. Sio hamu ya kuchambua, maana yake nini? Si kazi yangu au? Unasemaje? Tuanze. Wewe leo tutapigana. Baada ya muda tuombe break. Tukirudi tutakuwa tumeshavimba tunaendelea. Basi ndio manifesto ya Kagilani. Jana tumeshuhudia Yanga ambayo ilikuwa na mabadiliko mengi kwenye eneo la ulinzi. Tumemuona Frank Yasinki akitambulishwa, tumemuona Mtwalbu Msheri, lakini Chikola pia mara zote alikuwa sio wa kwanza sana katika baadhi ya mechi, lakini jana tumeona Pedro Gonçalves akimtambulisha katika mechi ile. Ni kitu gani ambacho ulikiona cha tofauti kwa hii Yanga ambayo iliingiza wachezaji baadhi ambao walikuwa hawaanzi, lakini wale ambao ni key start ambao tunawafahamu na wenyewe wakiwa wanapumzishwa? Timu ilikuwa iko down, lakini ni mabadiliko ya kiutaratibu katika mpira wa miguu. Mwalimu anapokuwa na kundi kubwa la wachezaji, unatafuta kila mmoja kuweza kujua uwezo wake na anaweza kuja kukusaidiaje siku za usoni. So ni rotation ambayo ipo kwenye football, na ni kitu kizuri ambacho jana mwalimu kafanya kuweza kuona wachezaji wengine wanawezaje kumpa walichokuwa nacho kwenye dakika 90. Bahati nzuri ni kwamba Young Africans ilikuwa ni timu ya kwanza kiwanjani, na uchaguzi mbaya aliofanya Mohamed Laizer, utaratibu wa kucheza timu muda mwingi sana ilikuwa nyuma ya mpira, idadi kubwa ya watu walikuwa nyuma ya mpira. Inawezekana kwa fikra zake ndo aliamini kwamba hii ingekuwa salama zaidi, lakini mwisho wa siku tukaanza kuona tu uwezo wa mchezaji mmoja mmoja wa Fountain Gate. Lakini sio kitu ambacho nilikipenda sana. Binafsi ambayo ningependa kuona, unawaheshimu ndio, lakini hebu onyesha nawe sanaa yako ya namna ambavyo unaweza kutumia baadhi ya madhaifu ambayo ungeweza kuyaonyesha.
kwa sababu hata madhaifu ambao Young Africans walionyesha bado ilionekana kama alikuwa anampa relief kubwa Msheli. Msheli ilikuwa kama alikuwa iko likizo tu jana. Manake kwa kile ambacho alikuwa anakifanya Fountain Gate, hata kama ni mimi au mtu yote ambaye hana taaluma ya goalkeeper, alikuwa anaweza kulinda tu ile clean sheet aliyopata Msheli. Kwa sababu hawakuonyesha kwamba wanahitaji kufanya kitu kikubwa sana pale. Sio kwamba unamkosea heshima Msheli. Hapana, sio namkosea heshima. Kwamba jana yani ni uchaguzi mbaya wa Mohamed Leiza ambao ndio ulimfanya Msheli kuwa kwamba mtu yoyote angekaa pale angeonekana clean sheet. Kwenye kile ambacho alikifanya jana Fountain Gate. Yes, mtu yote angekaa pale alikuwa iko very comfortable kwa sababu hawakumjaribu kwa kiwango ambacho wanatakiwa kufanya. Sio kwamba Yanga hakufanya makosa. Walifanya makosa, walionyesha kufanya makosa mengi. Kama first half. Lakini kuna nafasi ambazo Msheli aliziondoa ambazo zilikuwa zinaonekana kwamba zingeweza kuzalisha mashambulizi ya hatari. Ni kawaida sana. Yaani hayo ni makosa ambayo ukikutana na timu ambayo inakukaribia daraja lako, maana yake yale yote ni magoli. Au wanakufanya wewe uweze kujuta zile nafasi. Maana yake sasa tunachokwambia kwamba mimi kwangu ni uchaguzi mbaya wa mwalimu kwenye namna ambavyo alichagua kwenda kukaa nyuma ya mpira kwa muda mwingi. Alafu hata wakipata mpira bado ilikuwa inawapa wakati mgumu zaidi kwenye kuwashambulia Young Africans. Okay, mna mtu mmoja kule mbele. Mkimpelekea mpira anakuwa ni mmoja against 4. Sasa unategemea alikuwa na option gani? Mwisho wa siku wanamvamia, wanamnyang'anya, wanaondoka, wanakuja wanapenetrate, wanakuja Yanga wanakaa kwenye shape. Haya, mmepata gap, mmepiga mpira kwenye njia. Anakimbia mmoja kati ya wale. Manake yule pia anaenda kukimbiza ule mpira, akiupata bado ile confidence bado inakuwa iko down sana, kiwango ambacho anaamini washapata kuna moja 2 against 2. Mimi naamini ile ukumbuke ile mkono na nani ambao alinyang'anywa Islam Mwenda. Yes. Manake kwenye timu za madaraja wanaofanana ile moment Fountain Gate wanapata goli. Lakini confidence imeshuka, wakawa wanashindwa nini cha kufanya. Matokeo yake akapiga shoti dhaifu sana. Na moja hiyo ambayo itokea mkono face to face na Msheli. Bado support ilikuwa iko mbali sana kati ya Mukono na wenzake. So nafikiri kwa sababu mwisho wa siku unajua mimi nachojaribu kufikiri Mangasole na Michael. Unachagua kufanya hivyo. Lakini mwisho wa siku bado unaendelea kufungwa. Sasa ungefanyaje? Sio unaendelea kwa sababu Rashidi unachotaka kutuambia ni kwamba ulikuwa unatamani afanye kitu apishane na Yanga kwenye baadhi ya nyakati, si? Yes. Apishane na Yanga kwenye baadhi ya nyakati. Sasa kwamba sisi tunapotoka tumeweka mpango wetu kwamba tutakuwa 5 4 1 10. Tukishakaa hapa tukinyang'anya mpira tuhakikishe wawili wa nyuma watakwenda au wambili watasogea, kwa ifike mahala tukutane kati ya sisi 4 wao 5 au sisi 3 wao 4. Tujaribu kufanya kitu. Huwezi kufanya hivyo kwa nyakati zote. Unaweza kukiri kwamba mchezo ambao Fountain walicheza dhidi ya Simba walicheza kwenye kiwango bora kuliko ambao walicheza dhidi ya Yanga sana. Yaani mchezo against Simba Sports Fountain Gate walicheza vizuri mno. Ulitegemea kwamba wangerudi kwa njia ile yes. Kwa sababu ilifika mahala hata Simba wenyewe wakawa wanaogopa kwamba hapana. Kumbe wana uwezo wa kufika na kuattempt. Na wakiattempt at least na namba ambayo ilikuwa inaleta mashaka kwenye safu ya ulinzi ya Simba. Lakini jana attempts zote ambazo walikuwa wanajaribu kufanya Fountain Gate ilikuwa ni gap la mtu mmoja baina ya watu wengi sana. Kiwango ambacho hata kama ungekuwa ni wewe mchezaji, yani hata mwalimu ukinyang'anywa hakulaumu, kwa sababu unajikuta uko peke yako against watu 4. Alafu hao watu 4, watu 3 hapo kwenye shepu nzuri kwenye maeneo ambayo wewe ulitakiwa kunufaika nayo. Maana kimsingi unashindwa kunufaika. Michael anachokizungumza Rashidi mara nyingi sana tumeona ni timu chache ambazo zinaweza zikaingia kucheza hivyo zinapokutana na Simba ama Yanga. Wakati ambapo Fountain inacheza dhidi ya Simba kwenye mchezo ambao Rashidi anakiri kwamba ulikuwa na mabadiliko makubwa ukilinganisha na huu, walikuwa hawajasajili wachezaji ambao walikuwa wanatakiwa kuwatumia. Wengi walikuwa hawajapata. Yes. Walienda na mchezaji mmoja ama wawili ambao walikuwa kwenye benchi la ufundi kwa maana wachezaji wa akiba. Nini ambacho ulikiona cha tofauti kwa Fountain Gate katika mechi ya leo ya jana ambayo ilichezwa jana? Lakini kipi ambacho wangeweza kukifanya walau
hicho anachokizungumza Rashidi kiweze kuonekana, ama ni ubora tunashindwa kukubali kwamba madaraja ya hizi timu mbili ni vitu vile tofauti? Ya kitu cha kwanza ambacho kinabakia huko kwenye uhalisia ni kwamba hizi zilikuwa ni timu mbili ambazo zina madaraja tofauti, na ni jambo ambalo hauwezi kuliepuka kwa namna yote, kwa sababu kuna nyakati unajaribu kuangalia licha kwamba Yanga alifanya mabadiliko ya wachezaji kadhaa kwenye kikosi chao, lakini ukweli unabakia kwamba hata hao ambao walibakia kuwa ni machaguo ya pili kwa mwalimu Pedro, bado ni quality yao ni kubwa kuliko wachezaji ambao wako kwenye kikosi cha Fountain Gate. Hilo ni jambo la kwanza ambalo linabakia kuwa hivyo kwenye uhalisia wake, na isingekuwa rahisi kwa mwalimu wa Fountain Gate kuingia kwenye mechi hii akiwa anategemea kuwa na namba kubwa ya watu kipindi ambacho anaenda kushambulia, kwa sababu watu wengi walikuwa wanakaa nyuma ya mpira, na ni jambo la kwanza hilo ambalo wao walitakiwa tu kulifanya dhidi ya Young Africans. Lakini sasa hapa ambacho kilikuwa inatakiwa kufanyika ni kuona jinsi gani ambavyo transition za kutoka kwenye kuzuia kwenda kwenye kushambulia zinakuwa ni za uharaka zaidi. Sasa huo uharaka ambao ulikuwa unatakiwa kufanyika wakati Fountain Gate wanatoka kwenye eneo la kuzuia kwenda kwenye eneo la kushambulia, unajaribu kuangalia kwenye mpira wa miguu, tunasema chochote ambacho unakifanya unajiwekea kwenye kichwa chako kwamba what if litatokea jambo lingine. Yani wakati mnaongeza namba kwenye eneo la kushambulia, unajaribu kujipima wewe mwenyewe na kujiuliza kwamba what if nikaongeza namba ya watu kwenda kwenye eneo la kushambulia, labda nikaa na watu 4 au 5 ambao wanaenda kushambulia. What if Young Africans wataupokea huo mpira kwenye hilo eneo na wao wakaja kutocounter, sisi tutakuwa na uwezo wa kujibu kile ambacho Yanga atakuwa nacho. Ukijaribu kuangalia uchaguzi wa kikosi cha Young Africans, licha kwamba kulikuwa na pengine kudorora kwenye baadhi ya maeneo, lakini angalia tabia binafsi za wachezaji wa Yanga ambao wako nao. Inawezekana walikuwa deliver moja kwa moja kile ambacho wangeweza kukitoa kiwanjani, lakini unaangalia tu tabia za kiuchezaji za mchezaji mmoja mmoja, kwamba riski kuondoka na namba kubwa ya wachezaji kwenda kwenye kushambulia, alafu Yanga kwenye maeneo ya pembeni, kwa mfano akiwa ana transit kwenda kwenye kushambulia wakiwa wanapitia pembeni, ndio upande ambao anacheza Boka, ndio upande ambao anacheza Isla, ndio upande ambao yuko Celestine Yakua, yupo Ofenichikola, ambao wote kwenye speed wanaweza kawa na speed kubwa kuliko walinzi wako ambao wanaenda kuzuia. Wanaweza kafika kwa haraka kwenye eneo lao kabla hujafanya recovery ya kukaa kwenye maeneo yao na kuanza kuzuia tena kwa mara nyingine. Kwa ndio maana unaona moments nyingi za mpira zilikuwa zinafanya Fountain Gate kuwa kwenye namba kubwa kwenye eneo lao kuzuia kuliko ambavyo walikuwa wanaweza kuriski kwenda kwenye kushambulia, kwa sababu mwalimu alikuwa anaweka hiyo tahadhari kwamba nikienda kushambulia na namba kubwa ya wachezaji itakuwaje Yanga wakipokea mpira, kwa sababu wana watu ambao wana speed, wanaweza kuwin 1v1 wakani counter wakanifunga magoli mengi. Hii mechi imemalizika kwa Yanga kushinda magoli mawili kwa bila. Lakini angalia kwenye eneo la kile ambacho walikifanya Fountain Gate, kwa maana nidhamu ya kuzuia ilikuwa ni nidhamu ambayo mimi kwangu naweza nikasema ilikuwa ni perfect kukabiliana dhidi ya Young Africans. Kwa nini? Kwa sababu unajaribu kuangalia hata moments ambazo Yanga walipata hayo magoli, pengine goli la pili tu ndilo goli ambalo nasema hili ilikuwa ni goli ambalo akili kubwa sana ilitumika kwa mpigaji wa pasi ya mwisho ambaye ni Duke Abuya. Aliweka pasi katikati ya walinzi wa Fountain Gate, yani katika mazingira ambayo Fountain Gate wanaamini kwamba hapa mpira unaweza usipite kwa urahisi, wao walienda kupenyesha mpira kwenye eneo lile, na unapongeza intelligence ambayo alikuwa nayo Pacome Zouzoua kwenye kucollect ule mpira na kwenda kuangalia tukio hili hapa. Unaangalia namba wachezaji wa Fountain Gate, hapo alikuwa na wachezaji 4 dhidi ya 3, lakini bado Yanga alifanikiwa kupita kwenye ile eneo na kwenda kufunga goli. Sasa unajaribu kuwaza kama Yanga ingekuwa nakuja na namba hili, ni tukio la 4 dhidi ya 3 watatu wa Young Africans, 4 mpaka 5 wanaongezeka pale kwenye namba ambao ni wa Fountain Gate. Sasa unajaribu kuwaza kama tukio hili umekutana na wachezaji wawili ambao akili zao zinafanya kazi kwa haraka zaidi, Duke Abubu pamoja na Pacome Zouzoua, wameenda wamemwadhibu. Situation kama hizi zingetokea mara nyingi, inawezekana mechi ingemalizika kwa magoli 5 au magoli 6. Lakini walichokifanya Fountain Gate ni angalau kuwa na hiyo discipline ambayo ilikuwa ni kubwa zaidi, ndio maana namba magoli imepungua, na kuna zile nafasi ambazo walikuwa na wanyima Young Africans kuto kulifikia lango lao kwa haraka zaidi. Unajaribu kuangalia jana kwa mfano, kuna setup ambazo alikuwa anazifanya Celestine Yakua. Yakua ni mmoja kati ya wachezaji ambao anapenda sana kufunga magoli ya kukevu. Yale magoli ambayo anatokea mbali hivi anayakevu. Mara nyingi ana attempt majaribio ya namna hiyo. Yanaitwa banana goals. Banana goals.
Sasa ukiangalia kwenye mechi jana yanakuwa na mfanano wa ndizi. Yes, inakuwa kama ikunja hivi. Sasa ukiangalia kwenye mechi jana ndizi mshale sasa. Kuna muda ambao ulikuwa unaona jinsi ambavyo mlinzi alikuwa anaenda close na Ekua kiasi kwamba hata kufikiria kwamba ni ukevu wa mpira uende golini ilikuwa ni ngumu. Mimi kwangu nafikiri hii ni mechi ambayo kwa Fountain Gate kwa daraja lao na kwa jinsi ambavyo walikuwa wanatakiwa kwenda kucheza na Young Africans licho kwamba Yanga alifanya badiliko, lakini kusema tu kwamba angeingia na kufungua timu moja kwa moja kwamba kuna nyakati tunaenda kuongeza namba kubwa ya wachezaji kwenye kushambulia, ingekuwa tunaongea kwamba Yanga amepata ushindi mzito kwenye hii mechi. Rashid, wachezaji baadhi ambao jana walipata nafasi ya kuingia ni pamoja na Celestine Ekua, lakini Dumbia. Hali gani ambayo unaiona kwa wachezaji hawa? Ni bado wanahitaji muda zaidi wa kuweza kuprove kitu kwa mwalimu, kwamba na wenyewe ni watakiwa kuwa sehemu ya wachezaji ambao wanatakiwa kutumainiwa katika kikosi. So wanajaribu kupush. Unajua game fitness ni kitu cha msingi sana kwa mchezaji. Unaweza kuwa unafanya mazoezi kila siku lakini namna ya kupata ule uharaka utimamu wa kucheza mechi bado ukawa unakusumbua siku ukipata mechi, sio? So wachezaji wengi ambao walipata nafasi jana tena wamepata nafasi, bahati nzuri ilikuwa kama ni nafasi nzuri zaidi kwao. Mnapata nafasi dhidi ya timu ya daraja dogo kabisa, kwamba mnaweza kujaribu vitu vingi, kumuonyesha mwalimu kwamba bana hata mimi naweza kuongeza kitu. Okay. Yes. So ni nyakati na muda ambao wao wanatakiwa kuangalia, kwa sababu hiki ni kipindi ambacho mwalimu sasa hivi anaitazama timu yake katika wale ambao yeye anawatumainia amewaweka pembeni, si ndio? Sasa hawa wengine ambao bado hawajawashuhudia na kuwatazama kwa kina kabisa, ndio kuna mtihani hapo. Lazima watazame vizuri ili aweze kupata balance ya timu yake, kwamba okay, siku nikimkosa fulani kuna mtu fulani anaweza kunipa huduma ambayo inakaribiana na hiki. Sawa, tuweke nukta hapo kwenye hili la Young Africans na Fountain Gate, mchezo ambao ulimalizika kwa Yanga kupata ushindi magoli 2-0. Lakini nikumbushe kwamba kesho pia kutakuwa na michezo ya ligi kuu ambapo michezo miwili itachezwa. Tanzania Prisons watakuwa wakicheza dhidi ya Pamba Jiji, mchezo ukichezwa kwenye uwanja wa Sokoine pale Mbeya. Lakini mchezo mwingine utakuwa ni kutanisha Singida Black Stars dhidi ya TRA United, mchezo ambao utachezwa majira ya saa 10 kamili za jioni. Ni miongoni mwa michezo ambayo itachezwa. Lakini Disemba 7 ndio kutakuwa na kipute kikubwa wakati Azam FC watakao kucheza dhidi ya Mnyama Simba majira ya saa 11 kamili za jioni. Lakini Young Africans dhidi ya Coastal, mchezo huu ukichezwa majira ya saa 1:15. Hivyo unaweza kushuhudia jinsi ambavyo michezo hiyo ya ligi kuu inayofuata itakavyokuwa na mshike pamoja na mchezo wa Napoli dhidi ya Juve, mchezo unachezwa Disemba 7. Kumbuka mechi zote hizo utashuhudia kupitia Azam TV, kupitia channel zetu mbalimbali. Sasa turudi hapo kutazama kile ambacho kilitokea jana wakati vijana wa Matola, ambapo klabu ya Simba iliweza kupata ushindi magoli 3-0, magoli ambayo alifungwa na mshambuliaji Jonathan Soa, lakini aliyeingia nyavuni mwingine ni Morris Abraham pamoja na Mohamed Bajaber ambaye aliingia akitokea benchi. Hii inakuwa ni mechi ya 6 mfululizo wanacheza Mbeya City pasipo kupata goli wala ushindi katika mechi zote hizo, lakini mchezo wao wa mwisho ambao walishinda ni dhidi ya KMC, mchezo ukichezwa kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge, kwa Mbeya City kupata ushindi wa magoli 3-0. Ni moja kati ya mechi ambayo ilitumika pia kumtambulisha mchezaji Mohamed Bajaber ambaye aliingia na kuweza kuandika goli lake la kwanza akiwa na klabu ya Simba baada ya kuwa na majeraha ya muda mrefu sana. Hilo unaloliona ni goli la kwanza ambalo Simba walilitengeneza. Hilo ni goli ambalo Simba walitengeneza kupitia Morris Abraham, na akaonesha pia kile ambacho Simba waliweza kumwamini na kumsajili. Wakati ule watu wanasema bana, mchezaji Simba wanamchukua na walivyomchukua kuna mabadiliko makubwa sana ambayo ameonyesha. Morris Abraham, kwa picha ambayo mimi naiona, kama angekuwa ni mchezaji ambaye sio kama angekuwa ni mchezaji wa kimataifa, pengine tungezungumzia mchezaji mwenye thamani kubwa sana. Inawezekana. Yaani ingekuwa anatoa airport pale. Alafu ndo anaenda kambini. Kuliko kutoka Kimanga na kwenda kambini. Tofauti kabisa. Unaona sasa jinsi ambavyo mzawa ndio mpira ulivyo. Iko hivyo kwenye mpira. Kawaida. Sisi hatujathaminisha wachezaji wetu wa ndani na kuwapa thamani tofauti na wachezaji wa nje. Hicho ni kitu ambacho sisi wenyewe ndio tumekiamua kukifanya hivyo.
tofauti na mataifa mengine ambayo yaliamua kufanya hivyo. Ambao wamewapa thamani sana wachezaji wao wa ndani mfano kama abroad. Ukiangalia Uingereza wakati wana complain kuhusiana na wachezaji, idadi kubwa ya wachezaji wa ndani wa kigeni ambao wanaingia kwenye ligi yao. Ndio. Nafikiri ndio ilikuwa time nzuri ya kuanza kufanya tathmini pia ya vitu gani vya kuripoti kwenye hizi media ambazo kuna report sports. Wakagundua wakasema hapana, inabidi tubadilike. Tuanze kuwapa thamani wachezaji wetu hata kama hawana uwezo. Tuwafanye dunia nzima ijue kwamba Mangasole ni mchezaji hatari. It's better wakamuogopa Mangasole hata kama Mangasole uwezo wake ni wa kawaida. Wakatengeneza hiyo, wamefanikiwa. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la sisi wa Tanzania na media zenye nguvu kama Azam na wengineo tu wape hawa thamani. Yani kama kuna possibility ya kuwathaminisha tuwathaminishe, kwa sababu huyo amemtoa mfano mmoja Morris, lakini wapo zaidi hata 10 ambao tuna uwezo wa kuwapa hiyo thamani na wakawa na hiyo thamani kweli. Lakini mwisho wa siku anakuja mgeni kutoka nje, boli hajui, wa kawaida sana, uwezo wake unapatikana hapa watu kama milioni 10, lakini media zinaamua kumchukua na kumpeleka juu, zinamfanya na kuwa mkubwa. Sasa wenye mataifa yao wakianza kumfanyia tathmini, huyu ambaye anazungumzwa hivi Tanzania anaonekana ana jina kubwa na heshima kubwa, mbona sisi kwetu ni wa kawaida ambaye hata kwenye national team sisi hatuwezi kumuita? Sio, unanielewa? Kumbe ni uchaguzi wa kibiashara, mabadiliko ya kibiashara ya nyumba za media, sio? Lakini hapana, tunapaswa kuangalia. Umemwona kama Bajaber amekaa nje muda mrefu sana. Sikiliza comment ya Garibu Mzinga kati anamtambulisha Bajaber. Akawa na bahati nzuri, first touch yake ana score. Angalia wana Simba walivyompokea. Leo hii newspaper zote za Tanzania kwenye sports, angalia namna ambavyo zitamwandika Bajaber. Unaelewa? Lakini mtu wa kwanza kufunga goli ni Morris Abraham. Goli zuri. Na sio tu goli zuri, kafanya kazi nzuri hata kwenye Champions League. Lakini nobody is talking about him. Na man of the match na man of the match amekuwa yeye. Lakini bado unaona kabisa kwamba sisi hivi ni vitu ambavyo sisi ndio tunavitengeneza. Wewe kwa mfano pale nyumbani si una vyombo vya wageni? Vyombo vya wageni? Mimi sina vyombo vya wageni. Hauna vyombo vya wageni. Michael, nyumbani au kijijini tulikuwa zamani tuna vyombo vya wageni. Vipo. Kwamba mtu ambaye atakuja ambaye sio mwanafamilia atapata huduma ambayo itakuwa ni tofauti na wewe mwanafamilia. Na hauruhusiwi kutumia chombo chochote cha mgeni. Kuna viglasi fulani vinakaa ndani, bi mkubwa anaenda kuvichukua hivi. Hivyo ukiona vimetoka ni kwa ajili ya wageni. Kwa hiyo utaratibu wa sisi wenyewe kujifanya kwamba hatuna thamani tulianza tangu tukiwa sasa hivyo ndio ninachokuambia. Nimekutolea mfano. Nimekutolea mfano Uingereza. Si ndio? Lakini kuna wachezaji wengine pia. Leo hii umeona leo hii Ujerumani umewathaminisha wachezaji wao kwa kiwango kikubwa kiasi cha kwamba inafika mahala mataifa mengine yanashangaa, yani hata huyu thamani yake ni shilingi kadhaa. Na ni kweli, lakini mwisho wa siku mambo yamekuwa tofauti. Nadhani ni mabadiliko ambayo pengine yatakuja hivi karibuni, lakini pia kwa viwango vya wachezaji yanaanza na mimi. Sio yatakuja. Yanapaswa kuanza na wewe. Mimi nifanye nini? Hebu niambie mimi nifanye nini? Wewe ndio unaongoza kipindi hapa? Niambie. Unavotaka kumleta tumzungumzie Morris. Na tutakavomzungumza Bajaber, huo mjadala unaongoza wewe. Sawa. Kwa hiyo wewe ndio unatoa direction ya nini sisi tufanye. Okay. Kwa hiyo mimi ndio nitamtengeneza wewe mkubwa. Au thamani yake ije. Kupandisha thamani. Kwa hiyo mimi nitakuwa dalali. Sawa. Michael. Sasa dalali anaipandisha thamani nani? Si dalali. Michael. Media ndio zinapandisha thamani ya kitu chochote. Nimekuelewa. Na ndio maana kuna baadhi ya wachezaji nyie wachambuzi au mawakala mnawapigia sana debe. Lakini wakija ndo hao tunawakuta milioni 10 wako hapo uwanja wa Mwembe Yanga. Wapo kama 800. Lakini kwa sababu tu ametoka nje na msemo wa Michael ameshuka pale airport kwamba anachukuliwa kwamba ni moja kati, kuna wachezaji wengi sana mimi hapa ningekuwa na uwezo wa kuondoa nchini. Ningeondoa kwa sababu hawana kile ambacho
Yaani kinaweza kasababisha kuona kwamba kweli huyu ni mchezaji wa kimataifa. Michael, unajua inaanza na nani? Ndio nakwambia inaanza na wewe mtangazaji. Sasa mimi yaani wewe namna ambavyo unamleta si tu mzungumze. Nyie ndio mnaandika, nyie wachambuzi ndio mnawapamba. Na mnawapamba kwa sababu ya kwanza kwa sababu ya maslahi. Kwa sababu hawa wazawa mnajua kabisa kwamba maslahi yao ni madogo. Kwa hiyo mnarudi kwenye hawa ambao wana maslahi, mnawapamba, alafu wakiingia uwanjani hamna kitu ambacho wanakifanya. Hivyo nadhani mchambuzi anaweza kueleza kitu tofauti na kile ambacho kaulizwa na mtangazaji. Sizungumzii. Kwa sababu wewe unakuja mtangazaji. Mna platform zenu ambazo zina mtangazaji ambaye mtangazaji anakuja kuniuliza kuhusu Kante. Anakuja kuniuliza kuhusu Dumbia. Ngoja nikuulize. Lakini kwenye hiyo timu anaweza kuja kuniuliza kuhusu Farid Musa. Basi sawa, nikuulize kitu. Wewe una platform yako ambayo unahusiana na mashabiki. Mimi sina platform hiyo. Acha basi uongo. Wewe kwenye mitandao ya kijamii huwa mimi nakuuliza yale unayoandika. Mimi Instagram na post vile ninavyotaka mimi. Sasa hayo mnayotaka nyie ndio mnatengeneza hiyo thamani ya wachezaji ambao hawajui mpira kwa sababu wamekuja tu wa kigeni, mnawatengeneza waonekane kama wanajua mpira. Hawajui mpira baadhi. Michael, tuzungumze kwenye kile ambacho kinaonekana. Kwa sababu hata ukianza kuthaminisha wachezaji wa kigeni ambao wanakuja nchini na ambao wanapata jina kubwa kutoka labda kwenye mataifa, kwenye timu nyingine hizi ndogo ndogo, kuja kwenye hizi timu kubwa au kuonekana ni wachache sana. Ile tukubaliane makasio kitu kimoja. Salman Matola alikuja na mpango mwingine, mpango ambao watu wengi wako na utafsiri kama ni mpango wa Fadu. Umeona sasa unaanzia hapa. Tulia. Yani tulia nikuoneshe kitu. Matola umemweka Fadu. Tulia nikuoneshe kitu. Kama mwingine ni kimaleni. Anafikiri kwenye mpango ambao Simba aliingia nao so far ulisimamiwa na Selemani Matola ambaye ndo alikuwa kwenye, ambapo watu wanasema wamekumbushwa kile ambacho alikuwa anafanya Fadu ambaye inawezekana. Kwa nini anatajwa Fadu? Kwa sababu kwenye siku za hivi karibuni Fadu ni kocha ambaye kwanza amedumu Simba almost msimu mzima, ule msimu ambao yeye alikuwa pale anafanya kazi hiyo kwa ukubwa zaidi. Lakini Fadu pia alirudisha aina fulani ya style ya kucheza ambayo mashabiki anaweza akawa anafurahishwa nayo. Unaweza ukamtofautisha kwa nini hajasema kwamba amerudisha kile ambacho Benshika alikuwa anakifanya au kile ambacho alikuwa anakifanya Robertinho. Ni kwa sababu wale walipita, lakini style ya kucheza ya Robertinho na Benshika let's say haikuwa ile ambayo mashabiki wa Simba walikuwa wanafurahia kuiona kiwanjani. Wakati Fadu anaingia kwenye kikosi cha Simba, aliintroduce kitu ambacho kilikuwa kinaonekana kwamba wachezaji wengi wanafurahia kwanza kile ambacho mwalimu anakiwaza kwenye mawazo yake, kwa sababu football sometimes tunasema ni idea ya mwalimu kwamba nataka timu yangu icheze hivi. Sasa kile ambacho Fadu alikuja nacho kikawa kimedisplay vizuri na mashabiki wakakipokea vizuri kwamba angalau tunaona timu yetu inaeleweka kuanzia kwenye comfortability ya mchezaji kupata mpira, haogopi tena kupiga pasi. Timu unaona inatoka kwenye sehemu moja kwenda kwenye sehemu nyingine kwa kueleweka zaidi. Pasi zinaonekana, pattern zile za kiuchezaji zinaonekana. Kitu ambacho mashabiki walikipokea katika hali ambayo alisema yes, tunaiona angalau Simba yetu ikiwa inarudi kwenye hali nzuri na pengine inaweza ikawa na kesho ambayo ni bora zaidi. Na so far ulikuwa unaona kuna baadhi ya maeneo ambayo aliweza kufanikiwa, ikiwemo kile ambacho kilitokea kwenye ushindani wa ligi ambao Simba walikosa kwa almost misimu 3-4 hapa. Msimu uliopita chini ya Fadu huyu ambao umemtaja, ndio msimu ambao Simba alifika finali ya kombe la shirikisho. Ndio msimu ambao Simba alimaliza nafasi ya pili kwenye ligi kuu, lakini nafasi ya pili ambayo iliamuliwa kwenye mechi ya mwisho kwamba bingwa anakuwa ni nani. Ndio msimu ambao display pia uchezaji ilikuwa tofauti, maana anatajwa yeye. Nikisema Matola anatosha kuaminiwa kwa sasa na Simba, nitakuwa niko sawa. Ndio kwa sawa. Kwangu mimi nafikiri Suleiman Matola ni moja kati ya walimu ambao kwa Tanzania wanaweza akawa wana faida kubwa zaidi kuliko makocha wengi ambao wako kwenye timu nyingi za Tanzania, kwa sababu Suleiman Matola ukiachilia mbali kile ambacho alikifanya akiwa na Lipuli, kile ambacho alikifanya akiwa na Polisi Tanzania, akiwa ndani ya kikosi cha Simba ambacho kila msimu kinashiriki michuano ya kimataifa, kila msimu kimekuwa na introduction pengine ya walimu ambao wana mbinu na vitu vingi tofauti kutoka maeneo tofauti. Yeye vitu vyote vile amevipata. Manake ukienda kufungua foda la mbinu la Suleiman Matola, inawezekana akawa na mbinu mchanganyiko ambazo inaweza ikawa
ziko tofauti na walimu wengine ambao yeye mwenyewe pengine anaweza kawa anaandaa structure timu yake binafsi bila kuhusisha mtu mwingine. Unaweza kuzungumza kwa dakika moja kitu kuhusiana na Matola? Sijakuuliza hicho kitu. Unaweza kuzungumza kwa dakika moja? Ugombeni sitaki. Sawa. Vitendo kubwa. Unaamini ni wakati wa Simba kumwamini Suleiman Matola? Sahihi. Ni wakati wa kumwamini Suleiman Matola. Amefanya kazi na walimu wakubwa zaidi wasiopungua 8 kama sio 9. Na wapo walimu ambao wamekuja kupata experience kupitia Simba Sports na yeye akiwemo. Manake kitu pekee ambacho wana Simba wanatakiwa kufanya na uongozi kwa ujumla wampe kazi Matola ya kuwa kocha mkuu wa Simba kwa kuamini experience aliyoipata kutokana na walimu ambao wamekuja akafanya nao kazi. Ni muda wake wa kumpa naye muda wa kufanya kazi ili wafanye maamuzi dhidi ya Suleiman Matola. Ni either wamtoe kwenye timu akiwa ameshindwa kama walivyoshindwa wengine, either waendelee kumuacha awe kocha mkuu kama namna ambavyo wamekuwa wakipata nafasi hiyo walimu wengine. Mimi siamini kama Suleiman Matola atamani kuwa kocha wa Simba. Yani kama huamini kama ni mdogo kwa Simba. Yani hicho ni kitu kwa sababu Fadlu amekuja, wakati Fadlu anakuja CV yake inafanana tu na Suleiman Matola kwamba amekuwa kocha msaidizi Raja Casablanca, amekuwa kocha msaidizi Orlando Pirates. Watu wakaja tukazungumza hapa experience ya hizo timu na pressure alikuwa nayo. Lakini Simba of course acha tu huyu, wamekuja na walimu tofauti wenye sifa hizo. Amekuja Sven hapa, umeona, amekuja Sven, hajawahi kufundisha klabu yake ya kwanza. Yale unakumbuka yale tulikuwa tunazungumza sasa awali kwamba ndio nasema hivi Matola ni muda sahihi wa kupewa Simba Sports awe kocha mkuu, na wana Simba na uongozi wa Simba unapaswa kumpa nafasi Suleiman Matola ili wawe kwenye nafasi ya kufanya maamuzi dhidi yake. Either endelee kuwa na timu au asiendelee kuwa na timu. Lakini minongono ya watu wengi Suleiman atoke, lakini ni lini Ahmed Ally wakati huo wenyewe anasema CV zinamwaga kama njugu. Sasa umeona sasa nini sasa? Meneja za nini? Si za makocha kuajiriwa. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally amesema bado watu hawajashuhudia uwezo mkubwa wa kiungo wa timu hiyo Mohamed Bajaber ambaye jana alianza kuonesha ubora wake kwenye kikosi cha Simba na kufunga goli moja. Bajaber alicheza mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu ya NBC alipoingia kipindi cha pili akitokea benchi, ambapo Simba alimsajili kutoka Kenya Police ambayo ilikuwa ni bingwa msimu uliopita ikiongozwa na Etienne Ndaragije ambaye kwa sasa yupo TRA United. Hii ni taarifa ya Ahmed Ally. Kwa kipekee kabisa hadithi ya Mohamed Bajaber ni ya kuvutia kweli kweli. Tangu amekuja Bajaber hajapata nafasi ya kucheza mechi ya kimashindano, na yeye mwenyewe kiujumla wake ilikuwa inamuumiza sana. Kuna wakati alikuwa analazimisha acheze, lakini madaktari ndo anamwambia bado haujakuwa sawa sawa, utajitonesha, kwa hiyo endelea kuwa na subira. Kwa hiyo amesubiri na hatimaye hii leo amepata nafasi mechi yake ya kwanza. Kitendo cha kutoka tu jina lake kwenye lineup kwake ilikuwa ni ushindi. Kitendo cha kunyanyuliwa kuanza kufanya warm up ikawa ni ushindi wa pili. Kuingia uwanjani ikawa ni ushindi wa 3, na ushindi wa 4 ni yeye kufunga goli. Imekuwa ni goli ambalo kusema kweli limeleta hisia kubwa sana, na ukiangalia achilia mbali mashabiki wenyewe huwa wanashangilia kila kitu, lakini tazama reaction ya timu nzima, wachezaji wote, benchi lote la ufundi walienda kushangilia naye, kwa sababu tulikuwa tukimuona tukiwa kambini namna ambavyo anasononeka, vile ambavyo hapati nafasi ya kucheza. Kwa hiyo Bajaber ni mshindani wa kweli, sio wale watu ambao akiwa na majeraha na yeye ndo anapatema umo dharura zake, lakini kwa Bajaber yeye ni mshindani. Alikuwa anaumia kwa nini hachezi. Leo kufunga kusema kweli imekuwa ni jambo kubwa sana kwake, na tunaamini bado hajakuwa kwenye ule utimamu ambao tunautaka kwa Bajaber, lakini goli ambao amelifunga limemrejeshea imani kubwa kweli kweli kwa upande wake. Naam, hayo ni maokoto ambayo aliyapata pia Mohamed Bajaber baada ya kufunga goli pekee lake la kwanza kwenye ligi kuu ya NBC. Lakini mbali na hilo, Ahmed Ally pia amezungumza mchakato wa kumtafuta kocha mpya wa kunoa timu hiyo unazidi kuendelea, huku makocha mbalimbali wakiwa wanatuma CV zao kuomba kazi kwenye klabu ya Simba. Ahmed amesema baada ya kumaliza mechi yao dhidi ya Azam FC watapata muda wa kupumzika, na watakaporejea watakuwa tayari wamefanikiwa kumsajili kocha mpya wa kuongoza timu hiyo na watamtambulisha.
ile siku ambayo tulifikia tu makubaliano ya kwamba tunatakiwa kuachana na mwalimu huyu, hapo hapo tukaanza mchakato wa kutafuta mwalimu mwingine, na mchakato wetu upo katika makundi mawili. Kwanza tunaangalia timu nyingine Afrika zinamiliki wachezaji gani, lakini vile vile tunapitia maombi ambayo makocha wanatuma, na nikwambie tu kwamba maombi ni mengi kweli kweli, ya mawakala, ya makocha wenyewe, kila mmoja kwa nafasi yake naomba. Wapo makocha ambao wapo kwenye timu wanafundisha za Afrika na Ulaya, na wapo makocha wengine ambao hawana kazi, wote hao wanatuma na kuomba. Kwa hiyo mipango yetu ni kwamba kabla, kwa sababu baada ya mechi dhidi ya Azam tarehe 7 timu itakwenda mapumziko kidogo. Baada ya hapo tutarejea kwa ajili ya kuanza maandalizi. Tutakaporejea kwa ajili ya kuanza maandalizi ya kuelekea mechi zetu zinazokuja kuanzia tarehe 23 ya Januari, tayari tuwe tumeshapata mwalimu. Yani malengo ni kwamba tutakapoanza yale maandalizi tumpe mwalimu kama ka pre-season fani hivi cha wiki 3-4 kwa ajili ya kukaa na wachezaji, kuwajua, tutakapoanza mechi za kimashindano awe tayari yuko familia na kikosi chake. Na moyoni Ahmad Ally wakati akizungumza na Gift Match baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Mbeya City ambao ulimalizika kwa Simba kupata ushindi wa magoli 3-0. Lakini hapo katikati mjadala mkubwa ambao tulikuwa tunazungumza ni kuhusiana na jinsi ambavyo wazawa kimo wachezaji pamoja na makocha wanavyoweza wakaaminiwa wakapewa nafasi, kama ambavyo mjadala hapa punde umezungumza kuhusiana na Selemani Matola. Kwanza tuangalie mechi ambazo Selemani Matola amezisimamia akiwa Simba katika michezo mitatu ya hivi karibuni ambayo yeye amesimama akiwa kwenye benchi la ufundi. Ni michezo takriban mitatu ambayo ametoa kipigo cha mabao matatu kwa yoyote ambaye alikuwa anakutana naye. Amemtandika Fountain Gate 3-0, akamtandika Namungo 3-0, lakini akamtandika pia Mbeya City 3-0. Huyu ni kocha viwango vya juu zaidi kwa kumshuhudia Tanzania. Ushaanza sasa unafiki. Sasa kwani dhambi? Tunatengeneza njia kwa Mtanzania mwenzetu aweze kuaminika na kupewa majukumu makubwa. Unacheka nini? Yani nimefurahi kusema sentence uliyotumia. Ile mtoto mnafikiri Ijumaa. Sawa. Mimi tena. Yani unajua kinachotokea. Mimi hapa. Of course hizo takwimu unaweza ukazileta hapo za Selemani za Matola na ikaonekana kweli anapata matokeo mazuri. Si ndio? Lakini hayo matokeo mazuri Selemani anayapata akiwa kwenye nafasi gani? Yani ni kocha. Tena yani sio hata kama una kaimu. Yani ni kama hebu tushikie. Wanataka kwamba timu itabaki chini ya kocha Selemani Matola wakati tunatafuta kocha mwalimu mwingine. Yani kwanza mimi naona kama ni dharau tu. Yani unajua sometimes una vitu ndio majukumu ya kocha msaidizi kwamba pindi ambapo timu inapokuwa haina kocha mkuu, msaidizi anakuwa kama kocha mkuu. Ni sawa sana pilots. Marubani wanapoendesha ndege wawili, mmoja anakuwa kwa ajili ya kumsaidia mwenzake pindi inapotokea dharura. Sasa tafsiri kwa Matola iko hivyo kama ambavyo wewe unaiona. Sasa unajua kitu kimoja ambacho mimi najaribu kufanya. Yaani au najaribu kufikiri kuhusu Matola na Simba. Si ndio? Mashabiki huwa wanapiga makelele kuhusiana na Selemani Matola. Hatumtaki. Hayo ndo matokeo ya Simba chini ya Selemani Matola. Mechi zote nyumbani na mechi zote ameweza kupiga magoli 9. Lakini hakuna timu yote ambayo imenusa wala hata lango la Simba mpaka sasa hivi. Kocha ambaye anaweza kufaa kuongoza timu yoyote ile kwa matokeo haya Tanzania hata nje ya Tanzania ni wachache. Kwani wenzetu tuchukue mfano. Kwani wenzetu Warundi wametuzidi nini kwenye kutoa makocha wao kuwaingiza katika nchi mbalimbali barani Afrika? Kwa kilichotokea hapo ni Warundi walipata bahati ya kujiassociate na shirikisho la Ujerumani ambao walimu wao wengi walienda Ujerumani kupata mafunzo ya ualimu chini ya mwamvuli wa UEFA na akawa wamequalify kwenye kiwango cha juu zaidi cha UEFA. Sio? Walivyorudi Afrika mara ya kwanza kabla ya mitaala hajaanza kubadilika lazima uwe na leseni ya CAF. Tayari walikuwa na hizo leseni. Walikuwa nazo tayari. Tayari. Kwa hiyo wakaanza kuzisoma. Sawa. Mwisho sisi kinachotokea ni kuto kutrust
wale wanaowakufunzi makocha wetu kuto kutrust ile process ya kumpata kocha ambaye amehitimu diploma A au sabati mbaya hatutoi sisi elite, hatutoi sisi pro. Nafikiri tunaishia kwenye diploma A. Sasa hizo process ingawa diploma A ambayo inatolewa Tanzania ndio diploma ambayo ni ile ya CAF ambayo unaweza pia ukawa kocha. Sasa hizo mashindano yote ya CAF. Hizo process za kuwapata hao ndizo ambazo sisi tunadhidharau. Sasa tunaamini kwamba au wanaokuja tunakuwa tunafahamu jinsi process tunaamini wanapotoka za kupata vyeti vyao jinsi yani tunaamini wanapotoka, yani tunaamini kwamba wanapotoka wamepata sio nitumie lugha gani nzuri Mangasole, yani kuna namna kisaikolojia tutazungumza huko mjadala siku moja. Kuna namna kisaikolojia, kuna mahala pamedharaulika, alafu kuna mahala pamepewa thamani. Hata kama huyu mtu ambaye amepewa thamani anatoka ni mtu ambaye hana maarifa, akija eneo hili kwa sababu ametoka huku. Rashid, unamsononesha Michael ambaye ni kocha ajaye, akianza kusikia unachokizungumza na yeye anatamani kuwa kocha mkuu siku moja. Hapa mimi kutolee mfano na kwanza huyu kocha mwenyewe tumuone, wakimuona ndio huyu. Ngoja kutolee mfano mwaka jana tuondoke kwenye mjadala huo. Diploma A walimu 16 wako wapi? Mwaka jana wako wapi? 16. Subiri nikwambie sasa. Mwaka jana ilifika kipindi timu kama 6 hivi za ligi kuu zilikuwa zina struggle, zinatafuta makocha. Yaani muda huo ambao wanatafuta makocha kuna walimu wamesha graduate diploma A ambayo ipo wanayo na hatuwapi hizo kazi. Tuangalie means kwamba sisi hatuamini katika mchakato wa kile ambacho wamejifunza au wamekipata. Huo ndo hapo kabla tujaenda kuungana, unajua timu za leo pia amefanya mahojiano na kulikuwa na mahojiano ambayo amefanya na Majogoro, kwa leo tutaenda kuyasikia. Lakini kabla tujasikia hayo mahojiano, turudi kuangalia hiki ambacho tulikuwa tumekiandaa hapa kwa ajili ya makocha wa ligi kuu ambao wako kwenye timu za ligi kuu mpaka sasa hivi. Baada ya hapo tutaondoka, tutaenda sasa kuungana na timu na Majogoro, lakini pia pamoja na Michael Malue. Umeridhika? Nimeridhika. Sawa. Jana wakati mechi inaendelea Mbeya City na Simba, jukwani alikuwa nani? Kocha gani alikuwepo? Meki Maxime. Pengine kuna kitu pengine kinapikwa tujue. Kwani Meki si anahudhuria mechi nyingi, tunamuona uwanjani. Jana ilikuwa special. Mbona jana Jana ilikuwa special. Endelea Mangasole. Akili mtu wangu. Haiko bahati mbaya hiyo. Anahudhuria. Unataka kuachana na mtu wako alafu umeona jirani yupo kwenye kila kinani. Jana Mgunda alikuwepo juu. Mgunda alikuwepo juu? Tumezama Meki. Pale ngoja sio nakwambia. Mgunda ni kocha wa timu gani? Mimi nimekubaliana, niambia akili mtu wako. Hamna shida. Mgunda kocha wa timu gani? Na Mungu. Mgunda alikuwepo pale juu jana. Pale wapi pale? Sawa. Pale KMC complex. Kwa unataka kumaanisha nini? Hapo ametulia pale. Mimi nazungumzia Meki. Tuangalie makocha ambao wapo kwenye timu zote za ligi kuu ya NBC. Tukianza na juu zaidi Suleiman Matola ambaye tulikuwa tunamzungumzia, ambaye ndiye ameshikilia sasa hivi Simba kwa sasa, lakini yupo Pedro Gonçalves, huyu ni kutoka Ureno, Young Africans, amefundisha pia Angola. Hatutakuwa na shaka na kile ambacho anakifanya pale, lakini pia hata CV yake haina shaka kwa kile ambacho amekifanya na timu ya taifa ya Angola. Au una shaka naye? Hamna. Au utazungumza mwenyewe baadaye nisikusemee. Yupo Fry Benge ambaye yupo na Azam FC kutoka DRC. Anaujua mpira wa Afrika, amefundisha timu kubwa barani Afrika na amekuwa pia na mafanikio makubwa kwenye michuano ya Afrika. Unavotaja kwa makocha wote. Sawa. Mpaka utafika mwisho. Sasa Mohamed Laizer au wengine utataja wewe CV. Taja CV zao mpaka unafika mwisho. Mohamed Laizer CV. Alafu jamaa na mtego wewe CV. Mohamed Laizer Fountain Gate, sasa sitaji CV. Kama ulivyoanza. Tumewaona wakiwa na timu. Tunazungumzia makocha hao waliokuja. Kwa Laizer ana Amani Joshua. Subiri, Amani Joshua yuko na Josia yuko na Dodoma Jiji. Alifanya vizuri akiwa na timu gani? Biashara ya kwetu kule. Sema vizuri, taja CV yake. Miguel Gamondi, lakini pia hata Geita Gold. Miguel Gamondi
Singida Black Stars akifanya vizuri akiwa na Young Africans. CV tayari hiyo imeshatosha. Hamna cha kuongezea. Ahmad Ally JKT Tanzania, mmoja kati ya makocha vijana ambao wanakuja vizuri zaidi mpaka sasa hivi. Falsafa bora zaidi ya kucheza. Umemuongezea. Masio Maximo, kocha wa Rashid Hamis ambaye mara zote tukikutana naye ni kama ana mengi ya kuzungumza, na kocha wa zamani wa timu ya taifa ambaye alipandisha kiwango cha Stars, kocha Ronaldo Dilima, sawa, ambaye alipandisha kiwango cha Stars kutoka pale tulipokuwa unajua ni miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa chini sana kwenye viwango vya FIFA, lakini alitusogeza. Unajua kiwango chetu cha mwisho yeye ndo alitusogeza mpaka ilikuwa ni 70 60 hatukufika, lakini tulipunguza zile namba zilikuwa tatu. Kuna 100 huko paka panda. Tulikuwa kwenye 100 na tulifika kwenye zile 113 digit 2 tulifika kwenye digit 2 nakumbuka. Yaani yeye ndo alitusogeza mpaka kwenye kiwango cha juu zaidi tangu soka liweze kuchezwa hapa nchini. Kwa hiyo kocha kabisa wewe. Kwa hiyo unajua alichokuwa anakifanya. Yupo Yusuf Chipo. Hii utazungumzia CV yake. Rashid sana CV yake ipo Mtibwe. Sasa wewe kwa nini mia wengine wamemesha walimu wangapi hapa? Etienne Ndairagije TRA United, CV yake ni kubwa. Amepita kwenye vilabu mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini pia akipita kwenye timu ya taifa akiwapatia ubingwa la Kenya Police ya Kenya, ndo anaondoka kuja huku. Otieno Zelikia kutoka Tanzania Prisons, huyo pia ni kutoka Kenya. Yes, CV yake utakuja kuzungumza baadaye, wewe ndio unamjua. Salum Mayanga Mashujaa, timu ya taifa Tanzania. Juma Mgunda Namungo Ankali akiwa na Simba pia. Sawa, sasa turudi kuzungumza. Sasa turudi amewapeleka makundi Simba pia. Sasa turudi kuzungumza kwenye hawa makocha. Ukiangalia idadi ya makocha ambao wapo hapa nchini, baadhi wamekuwa ni wakwenda na kurudi. Wamekuwepo, tumewaona, ndio ule mjadala ambao siku moja nilikuwa nazungumza na Michael kuhusiana na jinsi ambavyo makocha wanaweza wakaaminiwa wakapewa timu hata wakiwa wadogo, kama ambavyo Ahmad Ally ameaminiwa hivi karibuni. Tunaona kwamba ni miongoni mwa maingizo mapya. Au kina Mohamed Laizer tunaona wakiingia, Amani Josia tunaona wakiingia, lakini kulikuwa na wimbi kubwa sana la makocha ambao wapo nje ama wapo ndani ya mfumo, kutoka hawatoki, lakini hakuna kitu kipya pingine ambacho pia wanaweza wakakionyesha. Unalosema linawezekana, na unalosema pia linafika tunduizi ndani yake. Watu hawapendi kujaribu vitu ambavyo mara nyingi vinaweza vikawa vinawaletea shida, kwa sababu ndio maana unaona kundi la makocha wenye majina tayari kwamba wana logo ya Premier League. Hata kama akipoteza kazi leo, atakaa muda fulani, anaamini atarudi tena, na ni kutokana na hiyo trust kwamba experience yake toka ameanza kufanya hizi kazi, amepita timu kadhaa, kuna kitu inawezekana kilimfelisha. Na bahati nzuri kwenye hizi timu zetu, mimi kwa experience yangu, timu zetu nyingi zinafeli kwenye mambo mengi. Kuna mwalimu mwingine anafeli kwa sababu ya management. Kuna mwalimu mwingine anafeli kutokana na ubora wa watu waliokuwa nao. Kuna mwalimu mwingine anafeli kutokana sio kipenzi cha mashabiki, hata kama ana uwezo mkubwa. Kuna mwalimu mwingine anafeli kutokana na kukosa mamlaka ndani ya timu. Sasa ni sababu nyingi ambazo zinakuwa zinawafanya hawa walimu waondolewe, si ndio? Sasa ukiangalia katika hali ya kawaida, umeelewa? Ukianza na let's say ukianza na kwa namna ambavyo wamepangwa hapo, ukianza na Selemani Matola kwa Simba Sports, kama ambavyo tunajaribu kufikiri wote kwa pamoja kwamba kwa nini uongozi wa Simba usimwamini ukamtangaza kama Matola ndio kocha mkuu wa Simba Sports. Tumeingia naye mkataba wa mwaka mmoja. Katika huo mkataba wa mwaka mmoja, bahati nzuri malengo ya Simba kila mtu anayajua. Kwamba Simba wanahitaji kuwa mabingwa mwisho wa mwaka, Simba wanahitaji kufanya vizuri kwenye Champions League, si ndio? Hayo mengine yanakuwa ni ndani ya management, lakini haya ndio yale ambayo tunayaona kutokana na namna ambavyo wanafanya usajili. Selemani Matola apewe Simba, alafu then wakae chini wamwangalie, je, hizi 3-3, 3-bila tunazozishuhudia tutaziona?
Unaamini unaamini kwanza ikitokea Matola amepewa hiyo Simba kama ambavyo sisi tunapuliza hapa na tunavyosema. Nirudi kwa Michael. Unaamini atapewa stahiki zile ambazo mtu yote yule wa kigeni angekuja angepewa? Kwamba tungekupa nyumba, tungekupa gari, tungekupa mtu wa usafi, tungekupa nini? Au kwa sababu huyu Michael mgumu. Mwanangu wewe kweli ushinde kuendesha gari mwenyewe kwa mpaka tukupe dereva? Wewe mwenzetu. Endesha mwenyewe. Alafu gari wewe ushinde kutengeneza kweli hata kujaza bone tutafungua mwenyewe. Unaamini kuna vile vitu ambavyo zile ofa ambazo wanazipata makocha wa kigeni wanapokuja, kwa mfano alizokuwa anazipata labda kocha aliyepita Fadlu na watu wengine, zinaweza zikarudi kwa upande wa kocha mzawa kwenye timu yoyote ile na yani akaonyesha ile thamani ambayo kocha mgeni alikuwa anapewa? Sio rahisi kwenye uhalisia. Sasa kwa nini umwajiri kocha mzawa unaposhindwa kumpatia hizo stahiki zake? Yaani kwenye uhalisia sio jambo ambalo ni rahisi hivyo kukamilika. Yaani sio rahisi kusema kwamba kuwa na assurance kwamba pengine vile vitu ambavyo atapewa kocha mgeni ndivyo vile ambavyo atapewa kocha mzawa. Kwenye uhalisia inawezekana hata Matola akiwa kocha mkuu akasema leo namhitaji au kocha yoyote yule akiwa kocha mkuu mzawa kwenye timu akasema leo namhitaji striker fulani. Yaani anampoint kwamba mimi namtaka Eliud Mangasol. Alafu uongozi ukasema sawa, tutaenda kumchukua Eliud Mangasol tutamleta hapa. Kitakachofanyika ni kwamba atakwambia tu kwani huwezi kumtumia. Yaani ile kufuata demand yako moja kwa moja inakuwa ni ngumu sana kuweza kutimiza hilo. Lakini kwa nini? Unaona kwa nini? Ni kwa sababu sisi tunachukuliana kwenye hali ya mazoea sana. Lakini pia hatujaamua kuamini kwenye wazao. Na kuna wakati pia tunaamini kwamba mtu ambaye anatoka sehemu nyingine tofauti na yule ambaye sisi tunamfahamu anaweza akawa na kitu bora kuliko huyo ambaye sisi tunamfahamu. Na mpira wa miguu unajua sasa ndo matatizo yanapo. Hapa ndo shida kubwa ilipo. Na mpira wa miguu tunasema ni mchezo wa hisia. Yaani mchezo wa hisia ambao ndani yake unatakiwa kuwa na imani. Yaani huwezi kuwa na hisia na mtu ambaye humwamini. Yaani hisia zako wewe zitaendana na mtu ambaye unamwamini. Hisia zako zikiendana na mtu afu humwamini, hisia zinapotea. Ndio mpira navyo ulivyo. Inatokea kuna wakati ambao mwalimu anaweza akawa ni mwalimu mzuri. Lakini kama una imani naye, maana yake kila atakachokifanya unaona kama anakosea. Lakini unaweza kuwa na mwalimu ambaye anafanya vibaya. Lakini kwa sababu umemwamini, imani ipo. Unaona kwamba huyu kila anachofanya anapatia. Inawezekana mkawa na walimu wawili tofauti. Mwingine anafundisha timu hii, mwingine anafundisha timu hii. Huyu ametoka sehemu nyingine, huyu ametoka hapa Tanzania. Ukifuatilia kiundani, training session zao zinaweza kazi zinafanana. Yaani kwamba tutakuja uwanjani wote tutaanza kwenye warm up inafanana, kwenye formation zinafanana, jinsi ambavyo timu inafanya kila kitu uwanjani, ikiwa na mpira vinafanana. Hata wakati pia mechi ikiwa inaendelea, maamuzi wanayofanya na reaction zao zinafanana. Lakini kwa sababu huyu ni mwenzetu, huyu sio mwenzetu, yule ambaye sio mwenzetu tunaona kwamba huyu ndio mtu. Ila Michael na Rashidi, mimi kitu ambacho nakiamini Watanzania wenyewe, yani nyuma ya hawa wachezaji wa kigeni, nyuma ya hawa makocha wa kigeni, kuna Watanzania wengine ama kuna watu ambao wananufaika nao. Ndio maana ni rahisi kuona tunasema kwamba Mangasol hatoshi kuwa pale. Tunamtengeneza mtu mwingine ambaye wana uwezo sawa na Michael, wana uwezo sawa na wewe. Yaani tunamtengeneza kwa sababu tu ni mgeni. Kwa sababu tu ni mgeni, tunaamini kwamba huyu mtu akija katika maneno yake mawili kachanganya neno la Kifaransa, kachanganya Kiingereza. Lakini mtu ambaye mnakaa mnazungumza lugha moja, mnaelewana, unaamini kwamba huyu jamaa hawezi kufanya hicho kitu. Umeona kwa mfano Mangasol niliwahi kumsikia engineer mmoja hivi kutoka taifa moja anasema kwamba yeye hawezi kuamini kupanda ndege ambayo inaendeshwa na mtu mweusi. Maengineer ni weusi, yani ndege inanyenyuka ina watu weusi ambao anaamini kwamba kungekuwa na rangi nyingine. Anaamini kwamba kungekuwa na rangi nyingine hapa angepata utulivu. Kama nipo sasa kwenye chombo, lakini sasa hapa na utulivu kwa sababu anaona kuna watu wana rangi nyingine. Issue ya sisi kwanza kuchukuliana poa ipo kwenye vitu vingi. Lakini kwenye mpira vinaonekana zaidi kwa sababu unaona kila macho. Kwa mfano, umeona yule kocha Kitambi. Tumalize ile dakika moja. Dennis Kitambi. Ni mmoja kati ya makocha ambao unasema makocha wengi wa kisasa wanasema kuna training ambayo utafanya post kwa unaenda kukabiliana na mpinzani fulani.
alafu kuna wakati sasa mechi ikiwa inaendelea, alafu kuna baada ya mechi. Hivyo ni vitu vitatu ambavyo mwalimu anatakiwa kuvijua. Kwamba kabla ya mechi inatakiwa kutrain nini. Wakati mechi inaendelea, reaction yako na nini ambacho unatakiwa kufanya kiwanjani ni kitu cha namna gani. Baada ya mechi, marekebisho gani ambayo unatakiwa kuyafanya kwenda pazuri. Ukimwangalia Dennis Kitambi, ni mmoja kati ya kocha ambaye anaweza ukampa timu yako akakwambia kwamba timu yangu itacheza hivi na hivi na hivi, wapinzani watacheza hivi na hivi na hivi, kama ambavyo anafanya Lulani Mokwena, kama ambavyo anafanya makocha wengi, kama ambavyo anafanya Ahmad Ali. Yes, lakini ni kwa sababu ni Dennis Kitambi, yani ni kwa sababu ni mwenzetu, naona haui sio kweli. Lakini angesema mtu mwingine lile jambo, unasema yes, huyu kocha anajua sana kwa sababu anajua kwa somo wapinzani, anafanya vile ambavyo inafanya. Lakini kiwalisia anafanya vitu vingi ambavyo ni vizuri kama ambavyo Mohamed Yale anafanya. Mimi sijui niwatie moyo wale wote ambao wanapitia hili. Uwe ni kocha, uwe ni mchezaji, uwe ni mtu mwingine kwenye mambo mengine ambayo hayahusu mpira chochote kile. Fanya kile ambacho unakifanya, pengine huko mbeleni mambo yakaja kuwa mazuri. Hapana, wanatakiwa kufanya kitu kizuri. Tunatakiwa kuacha. Tumeweka nukta hapo. Yani tunatakiwa kuacha, sio kuwapa moyo. Usitumie hasira, sio kwa hasira. Tumeweka nukta hapo. Tumemaliza. Tuaminiane. Sasa hapo ndo maana mimi siwezi kuchukua mchambuzi wa Kitanzania kwa sababu nikishakwambia tumeweka nukta bado unaendelea kuzungumza. Mimi namchukua mgeni na mweka hapa. Kwa sababu ndo mwana Rashid umemzoea. Kwa sababu huyu anabisha, afu wengine hawabishi. Rashid sio anaona kama nipe 5. Hamna mchambuzi wa kigeni atakuja. Endelea kukaa hapa. Kwa sasa hivi tunaenda kuangalia taarifa nyingine ambayo inahusu timu 30 zilizopo wilaya Korogwe mkoani Tanga zinashiriki michuano ya Uzalendo Cup ambayo inafanyika mwezi mmoja kwa lengo la kuhamasisha vijana kupenda michezo na kuepukana na vitendo vya uhalifu. Taarifa hii ni ya Mariam Shedafa kutoka Tanga. Cha mpira wa miguu wilayani Korogwe Mohamed Ugandi hapa anaeleza namna mashindano hayo yatakavyokuwa na zawadi zitakazotolewa kwa washindi. Mashindano yote yanashirikisha timu 30 kutoka vijijini na mjini. Mategemeo yetu kwenye ligi hii itachukua kiasi cha mwezi mmoja na siku 10 kuingia quarter final na finali. Lakini mategemeo ya ushindi ya ligi, mshindi wa kwanza anakwenda kupata bajaji ya milioni 3 thamani ya milioni 12. Na mshindi wa pili anakwenda kupata pikipiki ya thamani ya milioni 5. Na mshindi wa tatu anakwenda kumchagulia ng'ombe mnyama ya thamani ya milioni 2.5. Mariam Shedafa, Azam Sports.